Katika kuendelea kuyalinda na kuyaenzi mapinduzi, Zanzibar imekuwa ikiendelea kukua kimaendeleo katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Miongoni mwa maendeleo hayo ni kukua kwa sekta ya utalii hapa visiwani Zanzibar, ambayo imekuwa ikiendelea kuwekezwa kila kukicha. Ufunguzi wa hoteli ya Fontview Luxury Accommodation iliyopo Forodhani, wilaya ya Mjini, ni kielelezo tosha kuwa Zanzibar imedhamiria kuyalinda mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa sasa yanatimiza miaka 62 tangu kuasisiwa kwake, ambapo kauli mbiu katika maadhimisho haya ni amani, umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya Januari 64 yanayobadilisha historia ya nchi yetu na kumekuwa msingi wa maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Ndugu wananchi, mapinduzi ya 64 yalileta usawa, haki na fursa sawa kwa wananchi na kuweka msingi wa maendeleo yanayoonekana leo kupitia ukuaji wa utalii, ajira kwa vijana na kuimarika kwa uwekezaji hapa Zanzibar. Hivyo basi, uzinduzi wa hoteli hii ya Fontview leo si tukio la kawaida, bali ni matunda yatokanayo na mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 64 niliyoyaeleza, lakini leo yanaenda kutimia miaka 62 toka kutokea kwake. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya hoteli Zanzibar imeongezeka kutoka 620 mwaka 2020 hadi kufikia hoteli 980 mwaka 2025. Hadi ongezeko la watalii limekuwa kutoka watalii 260,644 mwaka 2020 hadi kufikia watalii 816,438 mwezi Novemba 25. Aidha, muda wa watalii kukaa nchini umeongezeka kutoka siku 7 hadi siku 8, jambo linalochangia kuongezeka kwa mapato yatokanayo na sekta ya utalii katika hadi kufikia dola milioni 675 kwa mwaka 2020, lakini kwa sasa dola za Kimarekani zimefikia bilioni 1.2 mwaka 24. Ni matumaini yetu kwamba kwa takwimu za mwaka 25 idadi hii itaendelea kuongezeka. Ni jukumu la wizara ninayoisimamia kuhakikisha waajiriwa namba 1 ni vijana wa Kizanzibari. Kwa hiyo kauli hii naitoa nikiwa ndani ya mji mkongwe. Wizara yangu itahakikisha inapita katika maeneo yote ambayo yanatoa fursa kwa vijana wetu wa Kizanzibari. Tutayahakiki na tutajiridhisha kwamba vijana wanaofanya kazi katika maeneo hayo 90% kama sio 100 ni lazima watoke Zanzibar. Hii itatusaidia kumsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi ambayo ameitoa kwa wananchi wakati akiomba kura. Ndugu wananchi, mtakumbuka Mheshimiwa Rais wakati akipita kunadi sera ya Chama cha Mapinduzi na kuomba ridhaa ya kuchaguliwa na wananchi, swala la ajira pekee alitoa ahadi ya kutimiza ajira 350,000. Hilo ni takwa la kiilani. Wasimamizi ndio sisi, lazima tutoe damu kuhakikisha vijana wa Kizanzibari wanaajirika na wanaajiriwa, na hakuna maeneo mengine zaidi ya haya ambayo yanaendelea kuhuishwa siku hadi siku. Ndugu waalikwa, maendeleo yasiyo na uhifadhi ni hatari na uhifadhi usio na maendeleo ni changamoto. Hivyo maendeleo ya kiuchumi ya uhifadhi wa urithi wa mji mkongwe ni lazima yaende sambamba, na majengo ya kale ni utambulisho wa Zanzibar na chanzo muhimu cha utalii wa urithi. Hivyo basi, wawekezaji, wamiliki wa majengo na taasisi za serikali wanapaswa kuzingatia sheria na miongozo ya uhifadhi ili kulinda urithi kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu waalikwa, tuelewe kwamba hakuna utalii wala maendeleo bila ya amani. Katika kipindi kifupi cha uongozi wake, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweka mazingira bora ya uwekezaji na biashara, kuhamasisha ujasiriamali, kuimarisha miundombinu ili kupelekea kuongezeka
kwa uwekezaji hususan katika sekta ya utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inatilia mkazo uendelezaji wa mageuzi makubwa katika sekta ya urithi na mambo ya kale kama ni utambulisho wa wananchi, maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii, lakini pia katika kutunza, kuhifadhi, kuendeleza na ukarabati vivutio vyote vya asilia vya urithi wa mambo ya kale kwa lengo la kutunza historia yetu, utamaduni na haiba ya maeneo yetu ya urithi wa mambo ya kale. Na hii ndiyo Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ikiwemo sekta binafsi kwa makusudi ya kuyaimarisha maeneo yetu ya kihistoria hususan hapa Mji Mkongwe kwa lengo la kulinda, kuhifadhi, kutunza alama ya historia na utamaduni wetu kwa faida ya vizazi vya leo na vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzinduzi wa mradi wa hoteli hii ya Fort View Stone Town Luxury Accommodation ni mfano bora wa mafanikio ya maono ya Mheshimiwa Rais wetu katika kuwajali na kuwakaribisha na kuwawezesha wanadiaspora kurudi nyumbani na kuwekeza katika miradi hii ya kimkakati ya kitaifa ambayo ni chapa ya taifa letu na hususan katika sekta ya utalii na urithi wa mambo ya kale. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa hoteli ya Fort View Stone Town Accommodation pamoja umesanifiwa katika mtindo wa hali ya juu unaofuata viwango vikubwa na masharti ya uhifadhi ya Mji Mkongwe ya shirika la Umoja Mataifa la UNESCO. Kabla ya ukarabati huu na kutokana na umri wake wa zaidi wa miaka 120, jengo hili la kifamilia lilikuwa tayari katika hali mbaya na hasa katika uimara wake. Pamoja na mashirikiano na wakandarasi na uongozi wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji wa Mji Mkongwe, jengo hili sasa na bila kubadilisha haiba yake ya kiuasilia limegeuzwa kiuhandisi na kuwa nyumba ya makazi ya kiutalii, yaani accommodation apartments. Jengo hili lina vyumba vya mtindo wa apartments kama 6. Kila apartment itakuwa na uwezo wa kuchukua wageni 4 hadi 6. As we open our doors, we invite you to experience not just a luxury accommodation, but a home that carries the stories, hopes, and dreams of generations. We hope you will treat it with the same care, love, and joy that has sustained it for over 100 years. On behalf of my family, I wish to express our heartfelt thanks to the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, for nominating Fort View to be part of these historic celebrations, and to Honorable Minister Shaban Ali Othman for gracing us as our guest of honor. We are deeply honored by your presence and support. Thank you all for joining us on this special day. May Fort View become an iconic landmark and continue to be a place of welcome, unity, and inspiration for all of us here.